Sawa, ujumbe wa leo una kichwa kinachosema mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Huu ni ujumbe ambao tunaenda kujifunza, lakini utatupa kila sababu au utatuongezea sababu zote za kuishi maisha ya kumpendeza Mungu na ya kuwa kujitegemea katika imani kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Nimetumia neno kujitegemea, utaelewa hapo baadaye kidogo kwa nini nimetumia hiyo lugha. Bwana na pepo. Sasa naomba tusome kitabu kile cha Yohana sura ya 16 na mstari wa 11. Yohana 16 mstari wa 7, alafu nitafika mpaka mstari wa 11 ambao ndio kiini cha ujumbe wa leo. Anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi atakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Kumbuka ni Bwana Yesu. Naye akiisha kuja huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala mnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Tuishi hapo. Haya yanaendelea ni maneno mengine. Hapa Kristo anasema, ninayo mengi ya kuambia, lakini kwa sasa hamtaweza kustahimili. Lakini huyo Roho Mtakatifu atakapokuja atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, vitu vitatu: haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi nakwenda zangu kwa Baba wala mnioni tena; na kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Sasa naomba nisiingie sana katika habari ya dhambi, wala nisiingie sana katika habari ya haki. Naomba niingie katika habari ya hukumu, ambapo anasema kwa habari ya hukumu, kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Unajua kwa nini Yesu alisema ninao mengi lakini hamwezi kustahimili? Na anasema mimi nikiwepo msaidizi atakuja kwenu. Manake Kristo angeendelea kuwepo duniani, leo hii Roho Mtakatifu singekuwa naye. Lakini Kristo alipoenda juu akamlechia Roho Mtakatifu aje kukaa pamoja nasi. Kwa Roho Mtakatifu ni Mungu pamoja nasi ndani yetu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Lakini Roho Mtakatifu atakapokuja atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya haki, dhambi na hukumu. Achana na dhambi, achana na haki, tuangalie hukumu. Kwa nini anasema kwa habari ya hukumu? Anasema kwa habari ya hukumu kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Unajua sasa hivi katika Ukristo, tuongee ukweli kabisa, kuna mizaa mingi. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kuna mizaa mingi, hususan katika eneo la kumtafuta Mungu na kuishi maisha yanayompendeza yeye. Kuna mizaa mingi. Ninaposema mizaa ni ile hali ambapo unakuwa unaishi maisha alafu unajiachilia katika mambo fulani mabaya, dhambi. Alafu kisha jiachilia kwenye dhambi unasema sinitatubu. Au sio, tunasema sinitatubu. Tunatabia kumsingizia shetani na kusema shetani kanipitia. Nataka nikwambie ni kauli mbaya sana. Kama kauli ipo katika kinywa chako, kuanzia leo ifute. Kama una kauli unasema ni shetani, kuanzia leo futa. Leo nitakwambia ni kwa nini kuna hukumu inayokuja kwa wanadamu, na ni hukumu mbaya sana. Hukumu ya kiti cheupe ambayo imetajwa katika kitabu cha Ufunuo sura 20 na sura 21 imemalizikia hapa. Tuna tabia au tuna desturi ya kumsingizia shetani tunapofanya mambo fulani. Unakuta mtu labda ni mwizi, au unakuta mtu ni mzinzi, anakwambia nimefanya uzinzi tu, alafu ni shetani kanipitia bwana. Alinipitia jana, alinipitia mwaka jana, na aliponipitia bwana simtatubu. Tuna tabia hiyo, tuna kauli hizo ambazo zinatoka katika vinywa vyetu. Tuna tabia kumsingizia shetani, na shetani anafurahi sana akisikia hivyo, kwa sababu anajua huyu mtu hana maarifa kutosha. Anatamani uendelee kufikiri hivyo hivyo, ili siku ile ukakutane na kitu kinachoitwa surprise ambayo je kuiona baada ya maisha haya kuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo Bwana Yesu anasema huyo Roho atakapokuja atahakikisha
Unaelewa maana kuhakikisha, sio kuhakikishia, hakikisha. Yaani kuweka kitu sawa kuhusiana na hukumu. Na kitu kimoja ambacho Roho Mtakatifu anaenda kukiweka sawa kuhusiana na hukumu, au ameshakiweka sawa, ni kuhusiana na huyu mkuu wa ulimwengu. Anasema mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Wangapi wanajua kwamba shetani kashakwisha kuhukumiwa? Tunajua. Sasa ngoja nielezee vizuri ameshahukumiwa kwa namna gani. Tunajua kwamba siku ya mwisho shetani atatupwa katika ziwa la moto, si ndio? Sasa shetani yeye hukumu yake ya kutupwa katika ziwa la moto ilishapita. Ilishapita, ndipo Bwana Yesu anasema kwa sababu ule mkuu wa ulimwengu huu ameshakwisha kuhukumiwa. Na adhabu ya shetani kutupwa katika ziwa la moto si katika kosa la kuwadanganya wanadamu. Ziwa la moto lilikuwepo kabla ya mwanadamu kuumbwa. Kwa sababu shetani ndio aliyekusudiwa, aliumbiwa ile ziwa la moto, sio sisi wanadamu. Na kosa ambalo shetani alihukumiwa nalo la kutupwa katika ziwa la moto sio kumdanganya Adam na Hawa. Lilikuwa ni kosa ambalo lilishafanyika huko mbinguni kabla sisi kuumbwa. Kipindi ambacho shetani alikuwepo kule, alikuwa itu shetani, alikuwa anaitwa kerubi afunikaye, kusoma kitabu cha Ezekiel. Maana yake alikuwa ni kerubi, malaika ambaye alikuwa anafunika. Anasema kerubi afunikaye, maana yake alikuwa ni malaika mkuu. Alikuwa ni mkuu, mmoja wapo wa malaika wakuu. Mikaeli alikuwepo mmoja wao. Afu alikuwepo na huyu Lucifer. Biblia inasema alikuwepo katika Edeni ya Mungu. Edeni ya Mungu kule, bustani ambayo ilikuwa imejaa mawe ya thamani. Alikuwepo kule. Alikuwa ni malaika wa sifa. Alikuwa akimwabudu Mungu, akipeleka sifa kwa Mungu zaidi ya malaika wengine wote, na alikuwa ni kiongozi. Lakini ulifika wakati ambapo moyo wake ulinyanyuka, hakudanganywa na mtu shetani, alijidanganya mwenyewe. Akaamini kwamba anaweza kuwa kama Mungu. Akataka kuabudiwa na wale malaika walioko mbinguni. Biblia inatuambia theluthi, akadanganya theluthi ya malaika, nyota za mbinguni akazikokota theluthi ya zile nyota, zikamfuata yeye. Baadhi ya malaika kuna Mikaeli na wenzake wakasema tutaweza kuabudu wewe, tutamwabudu Mungu wa mbingu na nchi. Ukatokea vita mbinguni. Ufunuo sura 12 Biblia inasema hivi. Vita vilivyotokea mbinguni sio Mungu na shetani, Mungu apiganaji na viumbe. Ilikuwa ni malaika waliokuwa wanamwabudu Mungu na malaika ambao walikuwa wanataka kumwabudu shetani, ambao kipindi cha kwanza za kerubi afunikaye. Wakapigana wao kwa wao. Lakini shetani akapigwa, ambao alikuwa anaitwa kerubi kipindi hicho. Alivyopigwa akafukuzwa toki katika ile enzi ya mbinguni, akashushwa huko. Ndio kipindi hicho ziwa la moto likatengenezwa kwa ajili ya Lucifer na malaika zake. Mwanadamu bado hakuwa hajaumbwa. Dunia ikaumbwa, mwanadamu akawekwa pale. Shetani alikuwa tayari kashaanguka juu mbinguni, kashahukumiwa. Kashahukumiwa na malaika zake kwamba unafika tu wakati wa kwenda kutupwa katika ile ziwa la moto. Wakati shetani kashahukumiwa, mwanadamu anaumbwa. Mwanadamu alimkuta tayari Lucifer yupo, akaanza kuzunguka akamuingia nyoka. Nyoka akamdanganya Hawa na Adamu wakala ile tunda, akaanguka katika dhambi. Dhambi kaingia kwa mwanadamu. Kuanzia wakati na kuendelea, shetani hukumu yake ilishapita. Hukumu ile inayofuata inayokuja ni hukumu ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize kwa makini. Hapa nasema kwa habari ya hukumu, kwa sababu ule mkuu wa Mungu kashahukumiwa. Wengi hatulijua hilo. Wengi tunamsingizia shetani kana kwamba shetani ataenda kutoa hesabu kwa ajili yetu. Shetani hana hoja ya kujibu tena. Hana hoja ya kujibu tena kwa ajili ya uzinzi ambao mtu anaenda kufanya. Hata kama umekushawishi ukafanya uzinzi, hana hoja ya kwenda kujibu. Hana hoja ya kwenda kujibu kwa ajili ya ulevi wako. Leo utakunywa pombe utasema si ni shetani kanipitia. Hana hoja ya kwenda kujibu. Kashahukumiwa yeye. Adhabu ile ni kiwango kikubwa sana. Lizo la moto limebeba ni adhabu ya kiwango kikubwa kuliko vyote. Kwa kitu gani shetani anachokifanya sasa hivi? Yeye ndio maana kwa nini sasa hivi anadanganya watu kwa kasi kubwa? Kwa sababu anajua haongezi chochote kwenye adhabu yake kwa kukupoteza wewe. Tayari adhabu yake ishasomwa kule. Kiwango chake kishapimwa. Kwa sasa anaona akae tu, alafu tayari kashahukumiwa. Si bora niwadanganye nao nikapote nao, wakahukumiwa na wenyewe. Kwa hiyo shetani hakuna adhabu anayojiongezea, ndio maana sasa hivi anadanganya watu kwa kasi. Adhabu yake ishasomwa kule tayari. Kwa maana anasema mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana chochote anachokiongeza yeye kwenye adhabu yake.
Kwa sasa hivi hata kiwa atumia tayari adhabu yake ilishakuwa kubwa kule, kashahukumiwa, yuko sasa hivi anasubiria tu kisiku ifike atupe katika lizio la moto. Kwa kama unaweza kuwa unafikiri katika akili yako ya kwamba sasa shetani siku ile nitaenda kumsingizia mbele ya kiti cha hukumu, na kwambia leo badilisha fahamu. Leo badilisha akili yako. Kwamba nitaenda kumsingizia, nitaenda kusimama mbele ya kiti cha hukumu na kumwambia Bwana, ni shetani kanifanya hivi. Kwamba shetani sasa ndo ataongezewa adhabu kwa kukosesha wewe. Hakuna hicho kitu, kashahukumiwa kule. Ndio maana sasa hivi anafanya juu chini vyovyote anavyoweza kufanya kuongeza maasi duniani, kwa sababu anajua tayari kashahukumiwa. Hapa Yesu anasema kwa habari ya hukumu, kwa sababu mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Tayari kashamaliza, hukumu yake ishapita. Hawezi tena kusimama kujibu chochote. Mungu tayari kashamhukumu, zio la moto kashaikiwa tayari na malaika zake, hawana cha kujibu. Ushakunaga mtu labda ana zamani kulikuwa sijui mpaka sasa hivi kama kuna mfumo. Upo najua. Kuna watu fulani unakuta wanakuaga na ugonjwa fulani, labda HIV. Wakishapata ile HIV au ugonjwa fulani, wanakuwa wanaenda kuambukiza wenzao kwa makusudi. Tunajua watu. Sababu wanajua hamna chochote watakachokupunguka wala atakachoongeza. Tayari ushapata ile shida. Kwa wanajua sisi tutakufa tu. Tayari tushapata, kama ni malipo tumeshapokea, sasa tunaenda kuongezea wengine matatizo. Ndicho shetani ambacho kinapata sasa. Ndio maana anafanya juu chini sana kuongeza dhambi katika maisha ya watu. Kwa sababu hana anachopunguza, anachoongeza, kashahukumiwa tayari. Hana hata enda kuulizwa kwa ajili yako tena. Katika Biblia yote nimesoma, hamna mahali popote nimeona shetani katika kitabu anaenda kusimama mbele ya kiti cha hukumu anaenda kujibu. Tusome kitabu cha Ufunuo sura 20. Ufunuo sura 20. Hiki ni kitu cha kuzingatia sana. Ufunuo sura 20 mstari wa 11 anasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe. Hii ni siku za mwisho sasa. Na yeye ketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pa hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo. Hata watoto pia watasimama mbele ya kiti cha hukumu. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawa sana matendo ya. Hapa anasema tena, nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi. Wafu wanadamu, sio shetani. Shetani hajaikwa hapa, hata simamishwa, yeye tayari kashahukumiwa. Judgment ishapita yeye, kwamba ataenda kwenye zao la moto na haizi kutubu. Ndio maana leo shetani hana muda kutubu, sababu anajua tayari mambo yashapita. Na hata hapa baada ya kiti cheupe kutakuwa kuna nafasi ya kutubu kwa wanadamu, kwa sababu wote watakuwa tayari wanaenda kutupa katika zao la moto. Shetani yupo katika muda ambao tayari kwake ashapitisha hukumu, ndio maana hawezi kuomba msamaha mpaka leo. Kwa anachokifanya sasa hizi ni kuongezea watu matatizo, kuongezea watu dhambi ili waende katika zao la moto. Kitabu cha Mathayo sura 25 mstari wa 41, Biblia inatuambia kabisa wazi kwamba lezo la moto ametengenezwa shetani na malaika zake, sio wanadamu. Hukumu yake ishapita. Ndio Yesu anawaambia huyo roho atakapokuja atahakikisha ulimwengu. Ndio maana kuna muhimu sana kuwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu anatufunulia vitu ambavyo tulikuwa tuvijui. Kwa Yesu hapa ameshapata ufunuo na kujua kwamba mkuu wa ulimwengu alishakwisha kuhukumiwa. Kwa tutoe akili zetu na kusema kwamba shetani ataenda kuunguzwa kwa sababu ya dhambi zangu mimi. Tayari kipimo chake ishapitishwa huko. Adhabu yake ilikuwa ni kubwa, ishapitishwa huko. Kwa kitu anachokifanya sasa hizi ni kutokea tu matatizo na sisi tukaangamia na yeye. Dhambi, anatumia dhambi, shetani anatumia dhambi, hatumii kitu kingine chochote. Shetani anatumia dhambi kumharibu mtu, kwa sababu ndicho kilichoingia ndani ya maisha yake. Ndicho kilichoingia ndani ya moyo wake. Na unajua nini? Shetani anachokitumia cha kwanza, anaingia ndani ya moyo mtu na kumwekea kiburi. Hicho ndio kitu cha kwanza ambacho shetani anakiweka ndani ya mtu. Kiburi hichi kinaweza kaa katika namna yoyote ile. Kiburi cha uzima au kiburi cha namna nyingine. Mtu akishakuwa na kiburi hawezi kumsikiliza Mungu. Mtu akishakuwa na kiburi hawezi kujizuia na dhambi. Kiburi kishakaa ndani yake hawezi. Ndicho kilichomtokea shetani. Akiwa kule juu kabla ya kitu kingine chochote, ndani ya moyo wake kuingia kiburi, akasema mimi na uwezo na mimi kuabudiwa. Anaanza kujiinua, maana kiburi pia ni kujiinua. Kuna kitu kinaitwa pride na proud, vote vinaingia pamoja. Akaanza kujiinua, akasema mimi naweza kuwa kama Mungu. Na alipojiinua moyoni mwake, kiburi chake kikamshusha. Akatoka katika ile nafasi. Biblia inatuambia sana ni mambo gani aliyofanya akasababisha ile adhabu kubwa kama ile ya zao la moto. Maana kuna mambo mengine shetani aliyafanya kwa kule.
akatupwa chini. Angalia kitu cha kwanza ambacho anakuja kufanya tena, kuweka anguko la mwanadamu, hicho kiburi. Yesu alikuwa kule juu, akasema naweza kuwa kama Mungu alivyokuwa kule juu mbinguni. Anakuja kumwambia Hawa hivyo hivyo, anaomba kila utakuwa kama Mungu. Kiburi, utakuwa kama Mungu. Hawa alivyosikia kwamba atakuwa kama Mungu, akaona kwamba Mungu ile nafasi yake anafaidi sana, akala ile tunda, akampa na mume wake akala. Kiburi kikawashusha, badala kuwa kama Mungu akawa mwisho. Ile nafasi ambayo alikuwa amechukua ikashuka chini, na ndipo dhambi ilipoingia. Kiburi. Ukishakuwa na kiburi, hauwezi hata siku moja kuendelea mbele, hauwezi hata siku moja kutafuta Mungu. Kiburi. Na kuna kiburi cha uzima na kuna kiburi kingine tu cha maisha. Ukishakuwa nacho hicho, hauwezi hata siku moja kuona mkono wa Mungu wala kumtumikia Mungu. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwa kuwa yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Hili ni jambo ambalo watu wa Mungu lazima tulijue kila siku. Lazima tulijue kila siku. Toke katika ile akili ya kusema kwamba siku moja shetani tutaenda kumwa. Shetani kanidanganya kwa ataenda kupigwa kuliko yeye, tayari mambo yake yashaisha huko. Ni wewe kujilinda tu. Ni sasa hivi unasikia kuna mtu ana ugonjwa anataka kuambukiza watu makusudi. Wewe ni kujilinda na ule mtu. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa hiyo sasa hivi labda wakati wa kujilinda na ibilisi. Na kujilinda na ibilisi sio kusema unakaa tu naomba tu. Unaikataa dhambi. Bwana Yesu nasifiwe sana. Unaikataa dhambi. Unaishi mbali na maisha ya dhambi. Hiyo ndio sumu ya kwanza mwanadamu. Kilichomshusha Adam miaka ya kuishi, kutoka kuishi milele mpaka kupunguzwa miaka yake kuwa 120. Si kwa sababu alikosa chakula, si kwamba alikosa kula vizuri, ni dhambi iliyokuwa ndani ya maisha yake. Aliingiza dhambi katika maisha yake. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia sana, watu wa Mungu. Ni jambo la kuzingatia sana kuliko kawaida. Mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Narudia tena ile andiko ili tuweke vizuri. Yohana 16:11. Yohana 16:11. Anza tena mstari wa 7. Mstari wa 6. Anasema ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu, lakini mimi nawaambia ile kweli, yawafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Tayari hukumu yake ishapita. Sasa kwa nini tunamwangalia yeye? Kwa nini tunapalilia zinaa katika maisha yetu? Kwa nini tunapalilia uizi? Kwa nini tunapalilia ulevi? Kwa nini tunapalilia kiburi ndani ya maisha yetu? Hatuna budi kukaa mbali na hivyo vitu. Hatuna budi kukaa mbali na hivyo vitu, kwa sababu ndivyo vinavyotutia unajisi. Na dhambi inaanzia moyoni. Inaanzia ndani ya moyo, inatoka nje. Ndio maana katika agano la kwanza kuna sheria, agano la kale zilikuwa zimewekwa sheria. Usizini, usiibe, usituka, usishuhudie jirani kuongo, usiabudu ibada za sanamu, usiabudu sanamu, usione miungu mingine, usitamani hiki na kile na kile. Kristo akaja akaambia, mmesikia kwamba imenenwa usizini, lakini mimi naambia amtazame mwanamke wa kumtamani amekwisha kuzini naye katika nafsi yake. Mmesikia kwamba msiue, lakini mchukie ndugu yake tayari ni muuaji. Kwa vitu hivyo vinaanzia wapi? Moyoni. Kristo akataka kuja kueleza kwamba hivi vitu vinaanzia moyoni, nje ni udhihirisho tu. Kwa sababu zamani walikuwa wanaamini kwamba unaweza kwenda kaua au unaweza kujizuia usiue katika maisha yako, au usizini katika maisha yako, au usitamani chochote katika maisha yako, au usiabudu sanamu, basi unakuwa sawa na Mungu. Kristo anakuja kuambia sivyo. Dhambi inaanzia moyoni, inaanzia katika mzizi wa ndani. Kwamba ijapokuwa utaua lakini umemchukia ndugu yako, wewe tayari ni muuaji. Na hukumu ya muuaji ambaye anamchukia ndugu yake ndani ya moyo ni sasa kabisa na yule ambaye ameenda kuua. Hizo ndio lugha za kiroho zinatafsirika namna hiyo. Kwamba ukiua, yule anaenda kuua kule, yule ambaye anaenda kuua kule kwa kuua mwenzake, mbele za Mungu hana tofauti na yule mtu anemchukia mwenzake, hana tofauti na yule muuaji. Ndio maana alipomkuta yule mwanamke amefumaniwa katika uzinzi, wakawa wamechukua mwana anaenda kumpiga. Kristo akauliza, wakamfuata kumjaribu kwamba sheria inasema hivi. Yesu akawageukia akamwambia, sikuwa na dhambi miongoni mwenu wa kwanza kumpiga mawe.
naamini kabisa Kristo kwa amelenga ile dhambi ambayo wale walikuwa wanapiga na kila mmoja akaanza kuchomwa ndani yake. Kwa nini Biblia inasema mioyoni kila mmoja akaanza kuchomwa? Kwa maana yake inaanzia moyoni. Makosa akaanza kuona ndani yao. Wakaanza kuchia jiwe mmoja baada mwingine, wakaondoka. Walivyoondoka akabaki yule mwanamke peke yake. Pale pale. Kwa nini? Kwa sababu ndani ndio kunaanzia dhambi. Dhambi inakaa ndani ya moyo wa mtu. Na hiyo ndio inomtia mtu najisi. Yesu alisema hivyo. Namalizia na kitu kimoja. Kwa nini unajisi? Unajisi ni kitu gani? Namalizia na hicho kitu. Kwa nini alisema yamtokayo mtu ndani ndio anomtia mtu najisi? Sasa hili neno najisi tukilichukua tunaliona ni jambo la kawaida. Sasa ukirudi katika Agano la Kale, kulikuwa kuna sheria ambazo zilikuwa zinahusiana na unajisi. Ilikuwa mtu akishika maiti anakuwa najisi siku kadhaa. Ilikuwa mwanamke akijifungua anakuwa najisi siku kadhaa. Maana yake alikuwa anatengwa na kusanyiko. Hawezi kwenda katika kusanyiko takatifu. Anakaa peke yake. Anatengwa kwa siku kadhaa, majuma mawili, wengine wanatengwa mpaka mwezi. Mtu akifanya jambo fulani anatengwa. Unaachwa peke yako. Mpaka kule unajisi uishe ndio unaweza ukarudi katika kusanyiko la Mungu. Na hapa Yesu anasema kwamba mambo yanayotoka moyoni ndio yanamtia mtu najisi. Maana dhambi inayotoka moyoni ndio inamfanya mtu akae najisi mbele za Mungu. Maana unatengwa na uwepo wa Mungu. Ndio maana ukifanya dhambi yoyote ile unaona kuna ukame unaingia ndani yako. Ule ukame maana ni kwamba umetengwa na muda na ule uwepo wa Mungu. Sio tu swala la kusema na leo nimemwamini Yesu, alafu naenda kufanya dhambi nitatubu, alafu ule uwepo rudi saa hiyo. Hakuna hicho kitu. Inachukua muda kurudisha uwepo wa Mungu ikiwa umefanya dhambi ya makusudi. Sio swala la kusema tu nitatubu tu, nitaambia Bwana naomba nisamee dhambi zangu. Bwana naomba nisamee, leo nimetukana, leo nimezini, naomba tunisamee. Kesho unarudi katika hali yako kawaida. Hakuna hicho kitu, unakuwa najisi. Ule najisi maana unakutenga wewe na Mungu kwa kipindi fulani. Kama toba yako ni kumaanisha kweli, unatengwa na ule uwepo wa Mungu kwa kipindi fulani. Kuna mhubiri mmoja leo kutoa mfano kipindi cha leo. Alikuwa anatembea na Mungu kweli vizuri sana, alikuwa ni nabii. Siku akatembelewa na ni mtumishi mwenzake, alikuwa amemtembelea nyumbani. Yeye alikuwa yuko na mke wake ndani. Yuko na mke wake ndani. Alafu alikuwa amechoka sana kwa sababu ya huduma. Sasa siku yake kupumzika, asubuhi kaamka, yuko ndani. Yuko na mke wake. Akasikia mlango unagongwa. Huyu ni mtu ambaye Roho Mtakatifu anatembea na Roho Mtakatifu katika kiwango kikubwa sana. Mlango unagongwa. Akamwambia mke wake nenda kafungue mlango. Kama ni mtu anaulizia mwambie sipo. Akamwambia kwa nini unataka kusema hivyo? Akamwambia Bwana kamwambie sipo. Basi kwa sababu waga maneno ya babu inakuwa na nguvu sana katika familia. Akaondoka. Mama ikabidi aende tu. Akaenda kafungua. Kuna mtu amekuja kumuulizia. Akauliza mtumishi wa Mungu yupo? Yule mama ikabidi alazimike kusema uongo kutokana na sauti ya mume wake. Akasema yupo. Sasa basi akija amwambie nimekuja kusalimia kidogo, kuna taarifa fulani nataka. Ondoka. Yule mtu alivyoondoka, yule mtumishi wa Mungu anasema alikuwa ndani. Alivyoondoka tu vile, anasema anakuwa ndani akasikia kama kitu kimeondoka ndani yake. Aliona kabisa Roho Mtakatifu kuondoka, ukame umeondoka, yani kumeingia ukame ndani yake. Kumeingia ukame ndani yake, umeingia pale pale. Alipoona kile ule ukame umeondoka, akajua kosa lake ni nini. Haraka sana akatoka nje, akamwambia kashaondoka ule mtu. Akasema kashaondoka. Akampigia simu akamwambia bwana nilikuwepo ndani, naomba unisamee ndugu yangu, nimekukosea. Akasema nilikuwa nimekuja mtumishi wa Mungu kuwasiliana naye, kuongea naye. Akasema hamna shida bwana, ni sawa, hamna shida tu, hamna shida, basi nitakuja. Nafikiri alimwambia nitakuja wakati mwingine, kitu kama hicho. Basi yeye alivyotubu namna hiyo, alijua imeisha. Anasema akarudi sasa, kwa sababu alikuwa shazoea kusikia sauti ya Mungu, kutembea na Roho Mtakatifu. Mungu akisema alikuwa dakika yote anaona ile furaha ya wokovu ndani yake. Alivyoomba msamaha na rehema, anasema ule uwepo kurudi. Saa hiyo akashangaa ni nini? Kabla aende tena kuomba toba. Nakumbuka kama sikosea alisema alikaa siku 7. Ndio siku amekaa akaona ile
neema imerudi ndani yake. Akaanza kuona tena ile nguvu ya Roho Mtakatifu imerudi. Kule kutembea na Bwana kumerudi kama mwanzo. Kwa hiyo alishasamehewa, lakini uwepo kurudi ni kitu kingine. Na hapa Yesu anasema yanamtoka mtu ndio anamtia mtu najisi. Kwa hiyo unaweza ukafanya kitu ukasema hiki kitu nitatubu. Ni kweli ukatubu, Mungu akakusamehe. Lakini uwepo kurudisha gharama nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukatubu kweli kwa kuomba jambo, kwa kufanya, kwa kusema uongo, kwa kuwa na kiburi, kwa kuwa na hasira, kwa kumchukia ndugu yako. Ukamwambia Bwana nisamehe, Bwana akakusamehe. Kurudisha uwepo ni kitu kingine. Wanasema ile dhambi aliyofanya Daudi ya kwenda kulala na mke wa Uria, kwa sababu alimchukua mke wa mtu ambaye alikuwa ni hana kosa, akaenda kumchukua mke wa Uria. Anasema ile kitu dhambi aliyofanya Daudi, ijapokuwa alitubu baadaye na Mungu akamsamehe, lakini ilimchukua miaka 7 kurudisha ile furaha ya wokovu. Kwa maana akasema kwenye Zaburi kule, nirudishie furaha ya wokovu. Ilimchukua miaka 7 kurudishia ile furaha ya wokovu ndani. Unajisi, dhambi inamtia mtu unajisi. Ule unajisi unakutenga na uwepo wa Mungu. Inawezekana ikawa ni saa, inawezekana ni wiki, inawezekana kama mwezi. Na kuna wengine kabisa uwepo wa Mungu unaondoka ndani yao. Kabisa unaondoka moja kwa moja. Mungu anaweza akakuchukua, atakurehemu lakini akakuchukua. Hawezi tena kutembea na wewe kwa sababu hicho kitu ulichokifanya. Ndicho kilichomtokea pia Musa. Katembea na Mungu katika muda mrefu, uwepo wa Mungu. Kafanya kosa moja. Mungu akasema siwezi tena kwenda na wewe. Kwa hiyo kukusaidia tu nitakatisha maisha yako. Utakuja kwangu, lakini hii habari ya kutembea na wewe tena kuanzia hapa na kuendelea, nampa mtu mwingine anaitwa Yoshua. Ni mtumishi wangu, nimekusamehe ndio. Utakuja kwangu lakini sitaweza kuendelea kutembea na wewe. Kajitia unajisi. Dhambi natia unajisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa ndipo Yesu anakuja kusema ya kwamba atawahakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu mkuu ulimwengu kashahukumiwa. Tuachane na habari ya kufikiri kwamba siku moja shetani tutaenda kumkomesha. Ataenda kukomeshwa kwa sababu alikukosesha wewe. Ataenda kukomeshwa kwa sababu alisababisha ajali mahali fulani. Ataenda kukomeshwa siku ile Mungu ataanza kumhesabia ile makosa aliyofanya. Kwa hiyo atajumlishiwa makosa watu wote duniani na dhambi zetu zote alizotukosesha. Alafu ataenda kupewa yeye pale. Atazibeba, atachukua kule. Shetani angekuwa anajua hivyo, asingeendelea kufanya. Angekuwa anajua adhabu yake inaongezwa, asingeendelea kudanganya mtu duniani. Tayari kashahukumiwa yeye kule. Zio la moto linamngoja. Mwako wake utakuwa ni mkali kuliko mwanadamu yote ambaye kutenda dhambi. Hata ule mpinga Kristo ambaye atakuja kutokea, sijui atakuwa ni mtu, sijui atakuwa mtu nusu shetani, sijui. Lakini atakuta kiwango cha adhabu cha shetani. Kwa kosa kubwa shetani analifanya sio kumdanganya Adamu. Kumbuka hilo. Wala sio makosa yote, hata sio yote tunayofanya yote duniani, yote kijumlishwa. Akipewa shetani, sio kosa kubwa analifanya shetani. Kosa kubwa analifanya Ibilisi. Biblia inatuambia ni kule juu mbinguni alikotolewa na alihukumiwa kabla ya mambo yote. Na zile la moto lilitengenezwa kwa sababu hiyo, sio kwa sababu ya kutukosesha sisi. Ibilisi alitengeneza zile la moto kwa sababu ya makosa aliyofanya huko, sio kwa sababu ya kutukosesha sisi. Kwa sasa sisi tunapokuja kukataa Mungu na kuingia katika makosa, tunaingia katika adhabu yake. Ndio maana pale Bwana Yesu akasema katika kitabu cha Ufunuo, wakatupwa kule alipokuwepo ule Ibilisi. Wote wataingia, wanadamu wote wanaofuata shetani, wanaofuata njia zake, na wao wataenda kutupwa katika lezo la moto. Waliodanganywa na Ibilisi watatupwa kule baada ya hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kulijua hili watu wa Mungu. Tukae mbali na dhambi katika kiwango kikubwa sana. Tukae mbali na dhambi katika kiwango kikubwa sana. Na hiyo inatusaidia, na ni vizuri tukao tunaonyana sisi kwa sisi. Sababu Biblia inasema msiache kuonyana. Kwa siku kadri jinsi ile siku inafanya nini inavyokaribia. Kwa neno la Mungu ni njia, ni taa na ni mwanga wa njia zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya utakatifu ni maisha nyumbani, maisha ya shuleni, maisha kila mahali. Kuanzia muonekano wako wa nje mpaka wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia watu wa Mungu. Usiku na mchana liweke hilo ndani ya maisha ya Bwana Yesu atusaidie. Amen. Basi tutaenda kumshukuru Mungu, lakini tutaenda kuomba. Lakini ujumbe huu umekuja ili tuweze kuungama dhambi zetu na kuomba rehema na toba. Unajua unaweza ukawa umeshajiweka vizuri katika viwango fulani, lakini kuna vitu unavijua ndani ya maisha kwamba hivi havipo sawa. Mahali kama hapo tunapokuja ndio sehemu kuja kuomba msaada wa Mungu. Kwa hiyo naomba kila mmoja tunapoenda kumwabudu Mungu azidi kujinyenyekeza mbele za Bwana.
Azidi kumwambia Bwana, nisaidie ndani yangu, peleleza ndani yangu, peleleza ndani yangu, nisaidie Jehova. Na Bwana atusaidia mahali hapo. Kwa dakika chache sana tutaenda kuomba Bwana, na Bwana atatuwezesha. Na ongea na Bwana, mwambie Bwana, naomba upeleleze sasa. Mwambie Bwana, naomba upeleleze ndani yangu. Ni vipo vilipojificha ambavyo sivioni kwa macho. Vipo ambavyo vimekaa ambavyo sivioni kwa macho. Leo Bwana akakusaidie. Leo Bwana akakusaidie mahali hapo. Bwana akakusaidie mahali hapo. Bwana akakusaidie mahali hapo. Mwambie Bwana akusaidie. Mwambie na mwenzako, mwambie na jirani yako mahali hapo pale alipo. Neema ya Kristo ikashuke juu yake. 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 Neema ya Kristo ongezeke ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Mwambie Bwana, naomba unisaidie. Omba rehema na toba, omba rehema na toba. Tubu. Mwambie Bwana, naomba unitakase, unisamehe makosa yangu na njia zangu. Tunapoomba na hii ndipo hapo Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu na kunyofoa yale ambayo yamepandwa na Ibilisi, magugu yote yaliyopandwa wakati wa maisha yetu, kutembea kwetu. Bwana akatusaidie na akatuwezeshe. Baba, tunasogea mbele zako. Baba, tunasogea mbele zako. Baba, tunasogea mbele zako. Tunaomba ukatusaidie. Tunajua Bwana ule mkuu ulimwengu amekwisha kuhukumiwa, wala hana kitu kwako kama ulivyosema. Nasi tunajua Mungu yuko anachukua watu wengi na kuwapeleka katika ziwa la moto. Nasi Mungu anatutafuta kwa kuwa tuko hai. Baba, atakuwa na sisi baada ya kufa. Tunaomba msaada wako tukiwa hai. Tunaomba msaada tunapopumua. Tunaomba msaada wako tunapoishi. Nguvu zako zikaje ndani yetu Baba. Baba, ukatuponye. Baba, ukatusaidie. Mawazo ya mioyo yetu Bwana yakapate kukupendeza wewe. Mawazo zetu Jehova yakapate kukupendeza wewe. Roho Mtakatifu tusaidie. Roho Mtakatifu tujaze. Roho Mtakatifu tuongoze. Roho Mtakatifu tuinue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Shina la dhambi Bwana lililokaa katika maisha, shina la dhambi Baba lililokaa katika roho, shina la dhambi Jehova lililokaa katika familia zetu, shina la dhambi Jehova lililokaa katika huduma Baba, leo ukalitengeneze, ukatoe na kulikata kwa jina la Yesu Kristo. Oh, asante Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Bwana milele. Asante Bwana mabwana. Asante Mfalme wa falme. Asante Jehova. Asante Jehova. Tunaomba ukatusaidie Bwana. Tunaomba ukatusaidie Jehova. Tunaomba ukatusaidie Jehova. Baba, vile ambavyo vimesalia Baba katika maisha yetu ndani na nje, wewe ukatuondolee Baba. Wewe ukaviondoe Jehova. Yamkini Baba kuna kiburi kilichokaa. Yamkini Baba zipo hasira zilizokaa. Naomba leo hii ukatusaidie Bwana. Zikatoke kabisa. Zikaondoke kabisa. Na hayo maroho ambayo yanachochea dhambi, na hayo maroho yanachochea makosa, Baba ninaomba leo hii yakafutike kabisa na kuondoka na kutoweka na kufutika katika jina la Yesu. Nguvu zako Jehova inaomba zikapite, na Baba zikatutakase, na Baba zikatuoshe kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Asante Baba kwa ni mwaminifu. Asante Baba kwa Bwana unatenda. Asante Bwana kwa unatenda. Tunapomalizia endelea kujinyenyekeza mbele za Bwana, endelea kusema na Bwana. Tunapomalizia kuomba maombi haya, Bwana anatusaidia, Bwana anatuwezesha, Bwana anatuwezesha. Kwa hivyo nenda mbele zake Bwana, endelea kumsihi, endelea kumwomba Bwana akusaidie. Muombe na mwenzako aliyeko hapo, mtaje jina mwenzako aliyeko hapa, na wale ambao wako mbali wataje kwa majina. Bwana akatusaidie, Bwana akatutakase, Bwana akatufungue, Bwana akatuoshe, Bwana akatusafishe, Bwana akatutakase kabisa na kutusafisha na kutufungua kwa neema ya Yesu Kristo, kwa neema ya Yesu Kristo, kwa neema ya Yesu. Neema ikaongezeke ndani yetu. Jehova tusaidie dhambi zinazozinga. Ulisema katika kitabu kile cha Ibrania sura 12 ya kwamba tuweke kando kila mzigo mzito na ile dhambi tuzingao kwa upesi. Tupige mbio kwa saburi katika mashindano yaliyo mbele yetu. Ewe Baba, kuna mashindano yako mbele yetu. Inaomba ukatusaidie tukashinde Jehova. Tukapige mbio kwa saburi na uvumilivu wote. Zile dhambi zinazozinga ambazo Mungu ni za siri, ni za wazi, inaomba hizo Bwana Mungu wetu zikaondoke. Mizigo ya mateso na vifungo ambavyo Mungu vimeshikilia maisha yetu kwa kipindi kirefu, kwa kitambo kirefu, mizigo hiyo Bwana ikaondoke maishani mwetu. Lakini Baba ukatuwezeshe na kutujaza na kutuneemesha kwa nguvu zako Baba. Tunaomba msaada kwa nguvu zako Baba, tunaomba ukatuwezeshe kwa nguvu zako Baba, tunaomba ukatutie nguvu kwa nguvu zako Baba, naomba ukatujaze mafuta kwa nguvu zako Baba, naomba ukatujaze neema kwa nguvu zako Baba, naomba ukatujaze uweza kwa nguvu zako Baba, naomba ukatujaze uzima kwa nguvu zako Baba, naomba ukatujaze kuendelea mbele Baba, ile roho ya uweza, ile roho ya hekima, ile roho ya ufahamu, ile roho ya shauri, ile roho ya kucha wewe. Sasa na kitabu cha Isaya sura 11, naomba Baba vote vikaingie ndani yetu. Ninalinua jina lako na kukutukuza wewe Bwana, unatupenda na unatujali. Weka furaha ndani yetu Jehova,
furaha ya wokovu Bwana. Yamkini tumejitia unajisi kutokana na dhambi ambazo zimeendelea juu ya maisha yetu. Naomba leo Mungu ukaturudishie uwepo wako, ukaturudishie neema yako Baba, ukaondoe hizo tabia mbaya, ukaondoe hizo tabia za mashetani, ukaondoe Baba hizo tabia zilizokaa kwa muda mrefu zilizowekezwa na shetani, na kupalilia Baba na mafundisho ya uongo, na kupalilia elimu ya uongo, na kupalilia Baba na faraja za uongo. Lakini Mungu ukatuwezeshe na kutushika mkono tuweze kutembea na kuendelea mbele kwa nguvu za uweza wako, kwa rehema zako nyingi, kwa uweza wako mkuu, kwa Roho wako Mtakatifu, kwa miujiza yako tele, kwa fadhili zako za milele. Baba, nakushukuru kwa kuwa ni Mungu unayetusaidia. Ninakushukuru kwa kuwa ni Mungu unayetuangalia. Ninakushukuru kwa kuwa ni Mungu unayetutakasa. Na Baba, unatutakasa, nasi tunaomba tukatakasike. Dhamiri zetu, nafsi zetu, mioyo yetu, Jehova, katakasike. Lakini pia Bwana, tunazidi kuomba hata katika nafsi, hata katika roho. Ulisema tuhifadhi tu ukamilifu hata siku ya kuja kwako. Nasi ndicho tunachokiomba Bwana Yesu, ukatuwezeshe kila siku tunapotoka, tunapoingia, tufanye kuwa safi Baba, tukajiangalie na kujitazama na kujihakiki kila siku kwa nguvu zako, kwa neno lako, Roho Mtakatifu, neema yako Mungu ikaje ndani yetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa kuwa Mungu unatenda. Naliinua jina lako Baba, ni katika jina la Yesu na wote tuseme amen.